Dokta, bora hata umefika. Habari za asubuhi. Salama, habari yako? Nzuri kabisa, mkaje? Salama. Dokta, nina swali, naomba unisaidie. Hivi ukishiriki tendo la ndoa na mume wako, alafu ukawa unatokwa yale majimaji meupe, yanakuwa hayana rangi yoyote, lakini unatoka yale majimaji mfululizo siku 3. Hivi ile inakuwa ni changamoto ama ni hali ya kawaida tu? Sawa. Kwanza ni hali ya kawaida na kwa wanawake wengi kiwalisia ni kwamba huwa na comfortability, yani anakuwa vile ajisikira kama vile yani akikaa akienda chooni akijisafisha anaona yale majimaji hapo na muda mwingine amechafua nguo, lakini haimaanishi kwamba ana changamoto yoyote. Kama hii hali kiwe inajitokeza kweli nize siku 3 afu inaisha yenyewe. Ila sasa yale majimaji yanayotoka yasiwe na rangi, yani hata kama atakuwa na rangi kaunjano fulani kwa mbali then baadaye inapotea. Lakini isiwe na hali yote ya harufu, miwasho pia inapotoka isiwe pia na hali yote ya maumivu. Sawa, huwa na kitu cha kawaida. Lakini sasa kama imekuwa ni endelevu, ni vizuri pia kujaribu kufuatilia, kwa sababu inaweza kawa kiashiria cha awali huenda na mabadiliko ya kwenye via vyake vya uzazi. Hapa tunamaanisha infection, either ni fungus au ni mabadiliko ya bakteria, lakini pia kwenye kizazi tunapitia changamoto au muda mwingine ile pH au ile asidi ya ukeni inaonekana imeshuka au ipo kwenye kiwango ambacho sio cha kawaida. Sawa Kwa hiyo asiwe na wasiwasi sana. Kama ataona itaisha tu yenyewe ni kawaida. Ila kama ataona kuna vitu ambavyo havielewelewi, ni vizuri akafuatilia. Ndio maana kama unavyojua hata wewe mwenyewe huwa tunawasaidia na kupitia changamoto hiyo. Si ndio? Sawa, hapo nimekuelewa, lakini yule mtu ambaye ile hali kaendelea mfululizo siku 3 zile zikapita, unamsaidiaje ama ni namna gani anaweza ukupata ili kumpa ushauri afanye nini? Okay, sawa. Kwanza njia ya kunipata, ana bahati kusikiliza video hii. Kwa hiyo achukue namba zangu kupitia kwenye hiyo platform aliyopata video hii, then tuwasiliane, nitampa mwongozo ni picha hapa. Ndio maana mimi huwa natoa programs kwamba tutampa utaratibu ni kipi afanye. Either afanye vipimo ndio ingie kwenye utaratibu wa matibabu, au kama itashindikana basi tutampa utaratibu mwingine wa kufanya. Sawa, hapo nimekuelewa. Asante sana. Okay, sawa. Karibu. Uwe na siku njema.